giza alipata nafasi. Hila za adui zinapopangwa, mikakati inapopangwa, sisi tunakuwa na uwezo wa kushinda. Tunakuwa na uwezo wa kuzipinga hila za adui. Kila zinapopangwa, sisi tunakuwa na uwezo wa kuzipinga kwa sababu tunazijua. Anasema kwa sababu tuna mashindano, kuna mamlaka wa kuagiza jeshi la pepo wabaya ambalo limejipanga kwenye ulimwengu wa roho, likiingia kwa kasi kushambulia maisha yetu. Anasema kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Wakati majeshi ya pepo wabaya wanajipanga, anasema simameni hali mmejifunga kweli viunoni, hali mmevaa silaha za Mungu. Maana ushindi wetu hauwezi kuja, hakuna namna tunaweza kushinda katika maisha, yani katika hali ya kibinadamu, ni mpaka tuvae zile silaha. Anasema kwa sababu hiyo, vaeni silaha za Mungu ili muweze kushindana siku ya uovu, mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni mwenu, na kuvaa dirii ya haki. Kweli ni neno la Mungu. Likiwa limejaa neno la Mungu ndani yetu, anasema mkiwa umevaa dirii ya haki, maisha ya haki tunaishi. Anasema mkifungiwa miguu yenu utayari mpatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani. Ngao ya imani. Maisha ya wokovu kwanza inahitaji hivi tu. Kwanza usimame kwenye kweli, uwe mtu wa kweli, uwe na maisha ya haki, alafu uwe ni mtu wa injili. Kila wakati izungumze injili. Neno la Mungu litoke ndani yako kila wakati. Anasema na mkitoa ngao ya imani. Maisha ya wokovu yanahitaji imani. Usiishi maisha ya ulegevu. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yanayotarajiwa. Unatarajia, usiwe mtu wa mashaka, usiwe mtu wa wasiwasi. Kwanza maombi hayawezi kujibiwa kama hakuna imani. Anasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Na kama umpendezi Mungu, hata maombi yako hawezi kusikiwa. Anasema tena, ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote mkiomba kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu. Kwa Paulo mtume analiambia kanisa juu ya vita, kwamba kuna vita kwenye safari ya wokovu. Maisha ya wokovu sio lele mama, ni maisha ya vita. Kwa unatakiwa uvae silaha, unatakiwa kuwa mtu ambaye unajitambua kwamba uko kwenye ulimwengu wa mapambano. Sasa utakiwi kuishi maisha ya hasara. Unatakiwa kuishi maisha ya kujiamini, maisha ya kumaanisha kwenye wokovu. Ukiwa umevaa hizo silaha, neno la Mungu limejaa kwa wingi ndani, unakuwa ni mtu wa imani. Alafu anasema kwa sala zote mkiomba kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya wokovu yanahitaji maombi. Kila wakati uwe mwombaji. Uwe mtu ambaye unatafuta mahusiano yako na Mungu kila wakati. Unatafuta Mungu anataka nini? Mapenzi ya Mungu ni nini? Unajihoji ukicha asubuhi, ukishinda mpaka jioni unajihoji, nimeishije leo? Baba yangu wa mbinguni ananionaje? Anaponitazama ananionaje? Kama vile ambavyo asubuhi unaoga, jioni unaoga, jioni unajitakasa. Mungu, kama kuna mahali sijaenda sawa, kwa sababu natamani kuyafanya mapenzi yako, unajihoji, unamuuliza Bwana. Alafu Mungu akikusemesha, usiwe mkaidi, usiwe na shingo ngumu. Mungu anapokuambia jambo fanya, uwe mtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na uombe kwa imani. Amen. Uombe kwa unamaanisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo tutakwenda kwenye hayo maombi ya kumaanisha, tukiombea kazi ya Mungu. Kiangalie jinsi ambavyo kanisa lilivyo katika wakati huu. Watu wamepungukiwa na imani, watu wamepungukiwa na neno. Ndio maana unakuta kwamba hawana ujasiri kukabiliana kwenye hivi vita ya kiroho. Wanakuwa ni watu walegevu, watu wa kushindwa tu. Hebu tumwambie Mungu, tunahitaji nguvu yako, tunahitaji imara. Pale unaposema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Tunahitaji uwezo wa nguvu zake ili tuweze kushinda. Tuko kwenye wakati ambapo kanisa linashambuliwa. Hizi silaha, huu upinzani umepamba moto sana hasa katika wakati huu.
Kanisa limevurugwa, watu wengi wamekuwa dhaifu, watu wengi wamenyonywa kiroho. Tunahitaji kumwambia Bwana, achilia nguvu ya uamsho, nguvu ya neema, ili tusimame, tuwe imara, tusitikisike, tusali katika maombi. Anasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati. Mungu aweke mzigo wa maombi, Mungu aweke mzigo wa kukesha, Mungu aweke mzigo wa kusemeshana na yeye kila wakati na kuwaombea watumishi wa Mungu. Paulo anasema, na pia kwa ajili yangu mimi nipewe usemi wa kufungua kinywa changu, nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Injili ni siri, na watumishi wa Mungu wanahitaji kuombewa ili wainene kweli, wasiseme mambo kwa akili zao, wawe ni watu wanaosema kile Mungu anachotaka waseme. Hapo ndipo watu, kanisa litafunguliwa, hapo ndipo kanisa litatembea katika nguvu za Mungu. Hebu tuende tukasimame. Leo nataka tuwe na muda wa kutosha wa maombi, tukaongee na Baba yetu kwa habari ya kanisa, tukaongee na Mungu wetu kwa habari ya kanisa. Zile silaha ambazo adui anatumia kudhoofisha kanisa, tutakwenda kumwambia Bwana, sasa wakati umefika wa kuziangamiza zile silaha. Unaweza kazima.